Bana, mzigo ni wa kisa cha huyo mzee Idoko. Ni mzee tajiri sana, anamiliki majumba, magari, mabiashara makubwa, lakini vyote hivyo amevipata kwa njia ya ushirikina, kwa njia ya kafara. Amemtoa kijana wa watu kafara, kijana wa kuitwa Obele. Sasa hivi ni chizi mitaani. Obele ndio kashikilia utajiri wa mzee baba Idoko. Unavyomwona ni chizi tu mitaani, lakini anakula vizuri, hela yoyote anayoitaka anapatiwa. Sijui anazitumia kufanya nini, kwa sababu ndo kama hivyo unavyomuona ni ndondocha la utajiri wa Idoko. Hapo unavyomuona anaingia muda wowote anaotaka nyumbani kwa Idoko, na Idoko akimuona anamtetemekea Obele. Leo tunamuona Idoko yupo katika chumba chake cha siri na ana mafurushi mawili ya pesa, yamejaa pesa. Lakini kuna kiapo akawa anaingia kuwa hakuna kijana ambaye atafanya kazi kwake, atamtumikia yeye na atafanikiwa. Na zilaani hizi pesa, atakayezitumia hatafanikiwa, atapata mikosi, atakumbana na mabalaa ya kila aina, atafirisika, atakuwa ni mtu wa hovyo, hata kaa afanikiwe, bali ataishi umaskini maisha yake yote. Upande wa pili kijijini kuna vijana mapacha, Obo pamoja na Ike. Leo wanafanyiwa sherehe ya kutegemezwa, yani settlement party. Ni sherehe maarufu sana katika jamii yao. Mara nyingi unakuta vijana wanatoka wanaenda mijini kwa matajiri fulani kuwafanyia kazi kimkataba, labda miaka 8, na akimaliza miaka hiyo kwa uaminifu bila shida yoyote, yule tajiri anampatia mamilioni ya pesa kama sehemu ya mtaji na sehemu ya kumwachia sasa aende akajitegemee. Kwa hiyo ndo ambacho kinafanyika leo hapa kwa Obo pamoja na Ike. Baba yao alifurahi sana vijana wake kurudisha sifa nzuri kutoka kwa tajiri, hivyo akaamua kuwachinjia mbuzi kama sehemu ya tamaduni zao, kuwashukuru mababu pamoja na mizimu kwa vijana kurudi salama baada ya kuishi ugenini kwa miaka 8. Bana, sherehe ilifana sana, vigoma vya hapa na pale, na jikoni pia kulichangamka sana, wamama wako bize wakiandaa chakula. Ilikuwa ni siku nzuri sana kwa Obo na Ike. Mara mgeni walimgojea ambaye ndio mgeni rasmi sasa wa sherehe akawasili, tajiri Idoko. Akapokelewa kwa heshima kubwa sana, yeye pamoja na mkewe ambaye alikuwa ameongozana naye. Hakukaa kinyonge tajiri, akaanza michezo ya noti, akawatunza wale wacheza ngoma pale. Chapa noti sana. Jamani, leo ni siku ya kihistoria, sio kwa ajili yangu, lakini kwa ajili ya hawa vijana wenu hapa, Obo pamoja na Ike. Wamenitumikia kwa miaka 8 sasa kwa uaminifu mkubwa, na mimi leo narejesha kama tulivyokubaliana sehemu ya matunda waliozalisha. Bana, zikashushwa furushi 2 za pesa, lakini mabegi ndio yale ambayo tumeyaona akiyanuizia mikosi kwamba yeyote atakayetumia pesa hiyo hatafanikiwa, matatizo yatamwandama na atakufa maskini. Lakini kabla hajakabidhi hizo pesa, kuna ndinga 2 zikaingia. Akashuka bidada Fina, binti yake tajiri huyu. Mama mtu akashangaa kumuona binti yake, maana hakuwa sehemu ya safari. Fina, kuna nini? Mbona umeongozana na hawa mabinti? Maana yake nini? Fina akaeleza kuwa amekuja kuwakamata Obo na Ike, akidai walikuwa wakimuibia baba yake pesa nyingi katika biashara zake. Obo na Ike wakawakana kabisa wale mabinti kwamba sisi hatuwafahamu, ndio leo tunawaona. Lakini kumbe mabinti wameokotwa tu huko, wamepangwa, nendeni kasemeni hivi na hivi na hivi. Semeni kwamba Obo na Ike walikuwa wanawaonga pesa, wamewafungulia mabiashara, wamewajengia majumba, ili mradi tu wawatengenezee kesi Obo na Ike, waonekane kweli walikuwa wanatumia pesa nyingi za tajiri yao kuspendi na mademu na vitu kaa hizo. Pamoja na kwamba Obo na Ike walikataa kata kwamba hawawatambui wale mabinti, lakini Fina akadai anao ushahidi wa kutosha na Obo na Ike wakamatwe. Bana, shughuli ikavurugika, ikabaki taharuki tu, watu hawaelewi kinachotokea. Bana, baada ya lile tukio tunamuona Fina na baba yake wanapongezana. Kumbe ni jambo ambalo walilipanga kabisa, kuwapa kesi kina Obo na Ike wakafie jela. Ni dhuluma wanawafanyia. Wametutengenezea pesa nyingi baba, miaka 8 si mchezo, na walikuwa wanapendwa hao vijana. Yaani walikuwa kikaa dukani, duka linachangamka, na waambuli kitu, nakwambia si wapi hata 100. Baba we mbaya kama wewe, tusijaamini picha ulilonichezea leo kwa kina Obo. Mama mtu akawafuma wanagonga cheers, wanafurahi sana. Jamani, mbona mnafuraha sana? Fina, na ulikuwaga uwapendi kina Ike wewe, isijekuwa mmewatengenezea kesi nyie. Mama ni kama anahisi kitu lakini hana uhakika. Sasa kuna boyfriend wake na Noma ni dada yao kina Obo, na boyfriend wake ni polisi lakini pia ni mwanasheria. Alipoelezwa juu ya kesi ya mashemeji zake akashangaa sana, akaona kama kuna kitu hakiko sawa, akaomba aende kuwaona polisi. Amefika polisi, akazungumza nao, akawachukua maelezo. Nitawapambania shemeji zangu, mtatoka hapa kwa sababu kesi yenu inahitaji ushahidi mkubwa sana, na sina hakika
kama hao washtaka wenu wana huo ushahidi. Akalivalia njuga shemeji. Sasa taarifa zikamfikia Idoko kuwa kuna wakili na ni polisi pia kaiomba kesi. Akatoa oda atafutwe haraka sana apatikane huyo mwamba. Vijana wakafanikiwa kumpata na wakampeleka moja kwa moja mpaka kwa mzee baba Idoko. Akaambiwa vizuri tu aachane na hiyo kesi, akapatiwa na ofa ya milioni 20. Lakini mwamba akajifanya ni mtu wa haki sana, na vile anawapambania mashemeji anataka ajitutumue kwa bebi wake. Akagomea milioni 20 na akasema hawezi kuachilia kesi. Kilichompata sasa hivi anapiga stori na Maraika huko walipo. Mchumba wake huko kila akipiga simu ya mwamba haipatikani, na sio kawaida yake. Basi akawa amepagawa sana noma. Mzee wake anafanya kumtuliza, tulia, pengine yuko bize na mambo yake ya kisheria au majukumu ya kipolisi, atakuja tu, we tulia. Shida iko wapi? Amna baba, sio kawaida yake. Hawezi kabisa kunifanyia hivi mimi. Sio kawaida yake hii, lazima kutakuwa kuna shida. Na wasiwasi. Baadaye majira ya jioni zinatoka taarifa kwenye vyombo vya habari kuwa Obo Jidofo pamoja na Ikem Jidofo wamepatikana na hatia na hivyo kuadhibiwa kifungo cha miaka 5 jela. Bana, dada mtu na mzee hawakuamini wanachokisikia kupitia radio yao ndogo ambayo walikuwa wanasikiliza. Taarifa ziliwashtua sana. Jidofo, utakaa hivi tu? Vijana wako wanasota jela huko Jidofo. Hii kesi mazingira yake unaona kabisa ni ya kupewa hii. Fanya kitu mdogo wangu. Sasa wale mademu wale waliotumika kama ushahidi kuwabambikia kesi Obo pamoja na Ike, Idoko akawaagiza vijana wake wahakikishe wanawaua wote, maana wachelewi kulopoka kwamba walilipwa kufanya vile. Basi vijana wakaingia mzigoni maskini, wakawaua wale mabinti, akabakia mmoja tu na yeye wakamwachia kwa sababu tu ni mdogo wake na mwenzao kijana ambaye waliwahi kufanya naye kazi. Walichokifanya wakampatia zile pesa zote ambazo walitakiwa wape wale mabinti wote na kumwambia potea, nenda mbali, usionekane katika hichi kijiji, siku ukionekana nitakuua. Bana, upande wa pili baba yao na kina Obo akaenda sasa kuongea na mizimu ya kwao, kuiomba imsaidie kupambania haki ya vijana wake. Akafanya ya kwake pale, akatoa na kafara ya kuku, na baada ya kumaliza akabebelea dubwana fulani hivi la mizimu, akaenda nalo mpaka nyumbani kwa Idoko. Idoko ametoka anamwambia, wewe unaenda kuwa chizi, wewe unafanya nini na huo uchafu wako hapa? Idoko, najua wazi Idoko kwamba umewabambikia kesi vijana wangu, na nasikia ndiyo kasumba yako Idoko. Sasa nikwambie tu kwamba familia yangu haichezewi, na kupatia masaa 24 usipowatoa vijana wangu jela, hili dubwana litakutesa wewe na familia yako. Hamtakaa muione amani wala furaha katika hii nyumba. Utapukutika Idoko, utafirisika, kila ulicho nacho kitapotea. Ondoka na uchafu wako, unanijua vizuri mimi wewe. Akatoa oda achapwe chuma, lakini mkewe akawahi kumkinga. Jamani, mme wangu jamani, jamani. Mkewe na Idoko ana roho nzuri sana, ila ndo aelewi kaolewa na mtu hatari sana. We, hebu toa uchafu hapa. Toa hapa, sitaki kuona. Peleka mbali huko. Bana, lile dubwana likachukuliwa likatiwa kwenye gari. Mwamba akaenda kuwasha gari sasa, aondoke na lile dubwana akalitupe nje huko. Bana, gari likagoma kuwaka. Washa na wewe, chuma imegoma. Achana na gari wewe, chukua nenda kautupe mbali huko, mapolini kabisa huko, ikiwezekana uchome moto. Akafanya hivyo yule kijana bwana, akaenda na lile zigo mpaka mapolini huko katikati kabisa huko, akautia kibiriti. Anafika kwa tajiri, anasikia anaitwa ndani. Kuingia anashangaa kuliona lile dubwana. Wewe, si nimekwambia ukateketeze hili dubwana hapa? Mbona umelileta ndani tena? Bosi, wewe mwenyewe uliona navyoondoka nalo, nikaenda kuliteketeza moto huko mapolini huko. Mimi mwenyewe nashangaa kuliona hapa tena. Mbeba, litoe hapa. Katupe mbali zaidi huko. Bana, mwamba akanyanyua dubwana lile akatia kichwani mwamba. Kufika nalo polini, kila akishusha zigo limeng'ang'ania kudadeki. Bandua wapi? Alitoki. Akaamua kurudi kwa tajiri. Kufika kwa tajiri katoa amri kijana asiingie ndani na hilo dubwana lake. Kwa hiyo mwamba akabaki ni wakulobulobu mitaani tu anatafuta msaada. Na shida ni kwamba watu wakawa wanamkimbia, hawataki kumsaidia, maana ukiligusa tu umenunua kesi, linakung'ang'ania wewe. Usiku wake baba yao na kinaibo akiwa barabarani anatoka kwenye mishe zake, akaletewa gari mzee. Gari nzima mzee ikamchapa tairi na kumwacha hapo. Kazi ya Idoko hiyo, maana mzee alimtisha akampatia masaa 24. Haya, limemkuta la kumkuta mzee wa watu. Wakiwa jera, Obo na Ike wanapokea barua ya taarifa ya kifo cha baba yao mzazi Jidofo. Bana, iliwauma sana, walilia sana wajomba. Kuna mwenzao mmoja akawatia moyo, akawambia nyinyi ni watoto wa kiume na maisha hayaishi ukiwa jela.
Maisha yanaisha ukiwa umekufa. Msikate tamaa wanangu. Unaniona mimi hapa? Oya, mimi na biashara zangu kitaa huko zinaendelea na make bingo kinoma yani. Kwa hiyo acheni kulialia wanangu, acheni kulialia masela. Msichague unyonge mzee. Unaweza ukawa jela na ukatoka tajiri. Mimi naweza kuwakopesha milioni 7 nikawafundisha biashara ninayoifanya. Mkiwa humu jela mnatengeneza pesa mingi kinoma. Mkitoka nje nyie tayari madoni wazee. Ike ni kama namuelewa mwamba hivi, lakini Obo hakutaka kusikia kabisa habari hizo. Ike, achana na hizo habari. Wewe unajua ni biashara gani? Je, kama ni madawa ya kulevya? Hata sio madawa wajomba. Hamna, huyu ana mpango tufie jela huyu. Hamna. Acha kuogopa Ibo. Tujue kwanza biashara hiyo ndio tuamue. Upande wa pili dada yao Noma akaenda na mavazi yake ya kuomboleza katika jumba la Idoko. Mkononi amebeba mchanga kutoka katika mto fulani hivi unaitwa Wotakasi, ambao unatumikaga kwenye matambiko na tamaduni. Na mchanga wa mto huo ni mchanga wa maajabu. Ukiunuizia jambo kama kweli limefanyika, basi majibu utayapata. Najua sina hela, sina nguvu ya kupambana na hii familia, lakini ninao ulimi. Fina, umewaflemia kesi wadogo zangu. Akamwaga ule mchanga pale chini, akavua yale mavazi yake akayafunika pale juu. Navyochoma hizi nguo, natamka na ulimwengu unanisikia. Hii familia hamtakaa muone furaha. Hii familia mtapokutika nyie na kizazi chenu. Fina anaona kama Noma anachekesha hivi, kama anafanya comedy. Anamwangalia kwa jeuli ya pesa, anamuona kama ni maskini tu fukarafuke. Fina, ulimwengu unakwenda kukuadhibu vibaya. Utateseka na maisha yako utakuwa ni wakulia tu. Hakuna kitakachonipata mbwa wewe. Bana, kweli ulimwengu ukamsikia bidada Noma. Muda huo huo Fina akapata mshtuko na kuanguka chini. Idoko anarejea nyumbani akaelezwa kilichotokea na kuwa madokta wamedai Fina amepata stroke na hataweza kusimama tena. Akatoa oda hapo hapo Idoko atafutwe Noma aletwe kwake, ima amekufa ama yuko hai. Afu akazama ndani mzee baba katika chumba chake cha siri anachofanyiaga ushirikina kwenda kukutana na Grandmaster. Unanisaidiaje ili jambo Grandmaster? Jambo la binti yangu. Grandmaster akamweleza njia pekee ya kumsaidia binti yako ni apatikane aliyemtamkia laana, atengue hiyo laana. Vinginevyo hakuna mganga wala mganguzi atakayeweza kumsaidia binti yako akapona. Hata mimi siwezi Idoko. Ikabidi asakwe dada yao na kina Obo, na bahati nzuri alikuwa amepata wazo la kutoroka tayari katika kile kijiji, kwa hiyo wakamkosa. Baadaye wakarudi na rafiki yake ili aeleze alipoelekea Noma. Akabanwa pale ameelekezewa mitutu mpaka akasema kuwa Noma ametorokea katika kijiji kimoja cha Inogu. Una uhakika? Ndiyo. Haya, akamtafuteni haraka. Wakaenda kumtafuta Noma lakini hawakufanikiwa kumpata na hakuonekana tena Noma. Akaja kuonekana miaka ishapita zaidi ya miaka 5. Siku ambayo wanamaliza kifungo wadogo zake Obo na Ike ndio siku ambayo Noma alionekana. Kaja kuwalaki wadogo zake kwa furaha baada ya kusikia kwamba wamemaliza kifungo. Sasa akashangaa wadogo zake wamefatwa na gari bila la maana. Wadogo zako wa miaka 5 nyuma, sio wa sasa hivi. Sasa hivi usiniite Ike, niite Doni Soweto, mtu pekee ambaye nimeingia jela maskini na nimetoka tajiri. Bana, kweli sasa hivi kina Obo pamoja na Ike ni matajiri kweli kweli. Ule mchongo waliopatiwa wakiwa jela na rafiki yao bana ulizaa matunda. Wakiwa jela walikuwa na vijana wanaofanyia kazi na tayari wamewaandalia bomba la mansion ambalo wamefikia Obo pamoja na Ike, ndo jumba lao kwa sasa. Bana, dada mtu hakuamini. Hey jamani, ndo tutakuwa tunaishi hapa. Bana, ilikuwaje? Usikose kufuatilia sehemu ya pili kujua zaidi maisha ya Obo pamoja na Ike yataendeleaje, na vipi kuhusu Idoko, atawatafuta na vita yao itakuwaje hapo, nani atashinda kati ya Obo na Ike pamoja na Idoko.